ya leo katika ibada hii ya katikati ya wiki, nataka tushirikishane maneno ya Mungu katika kitabu hiki cha Zaburi ya 3. Kwa wale ambao wamekaa na mimi kwa muda mrefu wanatambua kila mwaka sikose kuhubiri ujumbe huu wa Zaburi sura ya 3. Zaburi hii ya 3, mwandishi aliandika kitabu hiki cha Zaburi sura ya 3 ni Daudi. Na Daudi alikiandika kitabu hiki cha Zaburi ya 3 wakati alipokuwa akimkimbia mtoto wake anaitwa Absalomu. Absalomu alithubutu kutaka kumpindua baba yake katika madaraka ya kifalme. Ukisoma katika Samueli wa pili ile sura ya 15 mstari wa 13 hadi 37 utaona kilichotokea. Daudi baada ya mtoto wake anaitwa Absalomu aliinua uasi, akawashawishi watu wengi ili waweze kumpindua baba yake katika madaraka ya kiuongozi. Kwa hiyo huyu anaitwa Absalomu alipoinua uasi huo, watu wengi waliambatana pamoja naye, ambao walijitoa kuona wanamtoa Daudi katika maongozi, na anayechukua uongozi ni mtoto wake. Kwa hiyo kundi la watu likaambatana na Absalomu ili kumuondoa Daudi katika maongozi. Katika mazingira hayo, Daudi akakimbia, akaliacha jumba lake la kifalme, akawaacha watoto wake, akawaacha na wake zake. Maana kipindi hicho kama mfalme, kulingana na mazingira yao, hakuwa na mke mmoja. Akaacha na wake zake na jumba lake la kifalme na mali zake na watoto. Maandiko yanaonyesha wakati huo alipokuwa akimkimbia, ameacha familia yake na mali zake na jumba lake. Maandiko yanasema alikuwa akiupanda mlima wa Mizeituni. Ukisoma katika Samueli wa pili sura ya 15 kuanzia ule mstari wa 13, maandiko yanaonyesha Daudi akawa akiupanda mlima wa Mizeituni. Anaupanda huku analia, ana huzuni, ana uchungu. Anayempindua sio jirani yake, anayempindua sio mtu wa kutoka mbali, hapana. Anayempindua ni mtoto anayetoka kwenye viuno vyake. Maandiko yanaonyesha akawa akiupanda mlima wa Mizeituni, analia, ana simanzi, ana majonzi. Biblia inasema alikuwa akiupanda katika alio akiwa analia, lakini miguuni alikuwa ana viatu na amejifunika kichwa chake, ameinamisha kichwa chake, amejifunika, analia, ana viatu, anaupanda mlima wa Mizeituni. Hayo hayakuwa majonzi ya kawaida. Mtoto anataka kumpindua baba. Kwa hiyo katika mazingira hayo ya Daudi kujiwa na kundi kubwa la watu la kutaka kumuondoa madarakani, na anayeongoza kundi hilo ni mtoto wake Absalomu. Ndani ya mazingira hayo ndio Daudi anaiandika hii Zaburi ya 3, akionyesha namna ya uasi mkubwa uliokusudiwa kumdhuru na kumuondoa madarakani. Ukisoma kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2, Daudi analitaja neno wengi mara 3, akisema hivi: Bwana, watesi wangu wamezidi kuwa wengi. Sema wengi. Jambo la pili anasema ni wengi wanaonishambulia. Sema tena wengi. 3, anasema ni wengi wanaoiambia nafsi yangu, huyu ana wokovu kwa Mungu. Sema wengi. Umesikia hiyo? Watesi wengi, wanaonishambulia wengi, wanaosema huyu ana wokovu kwa Mungu wengi. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Daudi anaanza anasema, watesi wangu wamezidi kuwa wengi. Mwisho jirani yako, watesi wako ni wengi ama kidogo wewe? Amesemaje? Kama wachache basi wewe nakufananisha sawa na mwenda wazimu. Mwenda wazimu ana maadui. Sema amina wewe. Anasema ni wengi wanaonishambulia. Mwisho jirani yako, wanaokushambulia ni wengi ama wachache wewe? Amesemaje? Wengi.
Tatu anasema wanaoiambia nafsi yangu huyu ana wokovu kwa Mungu, wanaonisema sema vibaya. Mzee jirani yako wanaokusema sema vibaya ni wengi ama wachache wewe? Mary anasema wengi sana. Ukiona hivyo basi binti yangu unaka kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia Kiingereza King James Version